Halmashauri ya jiji la Arusha imeeleza kwamba imeandaa mkataba wa mwaka mmoja pamoja na orodha ya wanaodaiwa zaidi ya milioni 400 katika maduka ya stendi ndogo, huku ikieleza kwamba eneo hilo la stendi ndogo ni mali ya serikali na kwamba imetengwa bilioni 1.6 kwa mwaka wa fedha 2025-2026 kwa ajili ya ujenzi wa majengo ya maduka pamoja na stendi. Ufafanuzi huo umetolewa na mkurugenzi wa jiji la Arusha John Kayombo wakati wa mkutano wa waandishi wa habari na mkuu wa wilaya ya Arusha, ambaye alikuwa akikanusha taarifa zilizotolewa na mfanyabiashara Dominic Molel aliyelalamika kwamba wana mkataba halali na kushangaa kutakiwa kuondoka na kutambuliwa kama wapangaji. Kwa jina anaitwa Joseph Modest Mkude, mkuu wa wilaya ya Arusha. Lakini ametoka ameenda kwenye vyombo vya habari, na katika vyombo vya habari amezungumza masuala mengi mazito ambayo yanastahili kutiwa hatiani. Ametamka juu swala la ufisadi. Amesema hao ni mafisadi. Bahati nzuri hakutaja jina, lakini lakini wale walioainishwa ni viongozi, akiwepo ni pamoja na mimi, mkurugenzi wangu wa jiji, kwamba ni mafisadi. Na amenitumu upande fulani mimi kwa kusema kwamba ile halmashauri ya jiji pale pana watu, ni ofisi kubwa. Kwa hiyo tunashangaa mkuu wa wilaya katugeuka. Lakini mimi huwa nageuka kwa kunyosha mstari. Ninayo mikataba hapa ya mwaka 93. Na hawa kimsingi walianza kujenga vibanda vile mwaka 87. Baada ya kuvimaliza miaka 90 wakaingia mkataba na halmashauri. Mikataba hii hapa ya mwaka 93. Hakuna maeneo yanayosema ni wawekezaji, maeneo yote ni wapangaji. Na mikataba yao ilipokuja kuangaliwa na viongozi pamoja na kiongozi mkuu aliyetajwa, yani waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa wakati huo, alihitimisha hili jambo ifikapo mwaka 2020 liwe limeisha, na kwamba ndio wao walipo. Tangu mwaka 2020 kuja sasa, ni kitu gani kinaendelea? Yeye anazingatia nini kuendelea kwa sasa? Na jana katika kikao chetu alidiriki kusema kwamba yeye ataishi maisha yote pale. Tukamwambia haiwezekani katika jengo, katika ardhi ya serikali ukasema unaishi maisha yote. Hata hizi hati unazoziona za nyumba zina ukomo wake, unafanya mapitio. Sasa tunapoelekea kukwamishana ukusanyaji wa mapato kutokana na faida za watu wachache, hili jambo kama serikali tunatakiwa tukae na hatutavumilia kuchukua aina hiyo ya upotoshaji. Ndugu waandishi wa habari, tumeshangazwa na ndugu yetu Dominic Molel mara tu baada ya kikao chetu ambacho ninaamini viongozi pande zote walifurahia na kukubaliana kwenda kufanya utekelezaji. Ndugu yetu ameenda kwenye vyombo vya habari kuzungumza swala la stendi ndogo na kusema kwamba hawatakubaliana na kuondolewa katika eneo la stendi ndogo. Ndugu waandishi wa habari, kwanza niseme taratibu za kumuondoa mtu mahali popote pale zinafahamika, na ndio pia katika kikao chetu jana alipogusia swala hilo nilielezea vizuri, na mkurugenzi wa jiji pia alielezea vizuri. Mimi naitwa John Lipesi Kayombo, mkurugenzi wa jiji la Arusha. Halmashauri ya jiji, lile eneo la stendi ndogo la serikali ni kiwanja namba 557X Kitalu X, eneo la Levolos, nadhani mnalijua. Lakini pamoja na hilo, nasema tena kwamba mwaka huu wa fedha tumepanga kuanza ujenzi. Tumetenga 1.6 bilioni kwa kujenga jengo la ghorofa 2 kubwa na eneo la stendi pale pale ya magari. Sasa hoja ya serikali sio kunyanyasa wafanyabiashara, ni kukaa nao chini, kuzungumza nao na kutafuta solution ambayo sio ya kupambana kwa nguvu. Na ndio maana nasema kabla hatujaanza kuondoa, tutawaita mezani, tutatafutia eneo la kuhamishia kwa muda, huku tukiwa tunajenga jengo jipya zuri la kisasa ambao tutakuja kuwarejesha wao wa kwanza, kabla hatujatangaza kupangisha watu wengine. Sasa hicho si kitu kizuri, waandishi wa habari? Hili jiji la Arusha ni jiji la kitalii.
unaacha yale maduka ya stendi ndogo pale, yanakuwa vile kishukuza mwaka kesho tuna AFCON. Tunakwenda kujenga jengo jipya la kisasa ambalo Arusha halipo. Mall nzuri. Sasa mwali haitaki hiyo mall, anataka kae pale milele wakati sio mmiliki. Eneo la serikali. Kama ni kutoka atatoka kwa sababu utaratibu unasema atatoka. Nia ni kuboresha, sio kitu kingine wala kunyanyasa mtu. Lakini kama yeye anataka apambane sisi tuhamishwe Arusha, hiyo ni mamlaka nyingine. Lakini lengo la mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, mkurugenzi na timu yote management na madiwani ni kuboresha ile eneo la stendi ndogo liwe eneo zuri kwa ajili ya kufanya biashara na wafanyabiashara wafanye katika eneo zuri la biashara zao. Ndio lengo la serikali. Waandishi wa habari, kwa majina mimi naitwa Dominic Molel, ni mwenyekiti wa wafanyabiashara wilaya ya Arusha. Nimesikiliza kilipu ya mkuu wa wilaya kama anavyosema. Kama nilivyokuambia, mgogoro wa stendi ndogo ilishatatuliwa na imeisha. Na TAMISEMI na dokumenti zipo na tumewarushia TAMISEMI wenyewe na mawaziri wanayepo. Sio anatoka tu mtu ana adili yake kule, anakuja kusema na bomoa stendi ndogo. Sio kirahisi kivile. Sisi ni wananchi wa Mama Samia. Sisi ni wapiga kura wake. Sasa hizi mishemishe kwa mali za watu, sisi ni wananchi wa nchi hii. Kwa hiyo nakanusha, nasema tena, mkataba ikiwa hata 2020 haisemi 2020 watachukua maduka haya, kwa sababu kwenye dokumenti za halmashauri inasema mkataba ukiisha utauishwa tena. Kwa hiyo mkuu wa wilaya asipotoshe dokumenti au maandishi au makubaliano tulishwa kuwekana na viongozi. Lakini hata akipotosha, kwa mkataba dokumenti zitamumbua, maana ni kweli ipo. Kwa hiyo ni jambo tu lilojitokeza. Kwa hiyo nipende kuambia tena na kumkanusha na serikali kwamba hivi wananchi wa kawaida 400 alafu wanalalamika na mali zao, alafu anakuja kusema watu wawili ndio wapo watatu, aje kiongozi yote wa serikali niwaitie watu wa stendi ndogo. Sasa ili aje hapo stendi ndogo aje aseme, je, jamani nyie mnakubaliana na haya maduka kubomolewa? Mimi mwenyewe nitawaitishia mkutano pamoja na mwenyekiti wa stendi ndogo. Maduka yale ni maisha ya watu.